Maandamano ya kudai haki, uwajibikaji, kupinga vitendo vya mauaji na utekaji yaliyotarajiwa leo nchini Tanzania, ikiwa ni sikukuu ya Sabasaba, hayakufanyika baada ya watu kuamua kusalia majumbani, huku usalama ukiimarishwa kote nchini humo. Baadhi wanasema hii imetokana na hofu ya yaliyotokea wakati wa vurugu za Oktoba 29 mwaka jana, lakini wengine wanatilia shaka kuhusu mafanikio ya muda mrefu ya mkakati huu wa serikali wa kutumia mabavu kuzuia maandamano. Nimezungumza na Said Msonga, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, na kwanza nilimuuliza, je, anadhani ni suluhisho kwa serikali kuwanyamazisha watu kwa kutumia vitisho? Suluhisho sio kuwanyamazisha watu kwa vitisho, isipokuwa ni kufungua mazungumzo rasmi ya maridhiano ya kitaifa ya makundi jamii mbalimbali, ikiwemo vyama vya siasa, asasi za kiraia, asasi za kidini, makundi ya vijana, wanawake, wafanyabiashara, ambao wote hawa wana malalamiko na changamoto ambazo wanahitaji kuona serikali ikizifanyia kazi. Lakini pia kuhakikisha sheria zinatekelezwa kwa usawa na kwa kuheshimu haki za kikatiba za kila mmoja, lakini pia kuchunguza na kutoa taarifa kuhusu matumizi ya nguvu na ukiukaji wa haki za kiraia ambayo yamekuwa yakiripotiwa na kulalamikiwa katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania. Haya yakifanyika, ikiwemo pia swala la kutatua changamoto za kiuchumi na kijamii ambazo zinawakabili baadhi ya Watanzania, nadhani yanaweza kawa ni majibu mujarabu ya hii hali ya sintofahamu ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara. Na leo hakukufanyika maandamano, tunaweza kusema ni ushindi kwa serikali, lakini kwa upande mwingine waandaaji wa maandamano pia wamepata ushindi mdogo, kwa kuwa shamra za sikukuu hizi za Sabasaba hazikuwepo. Wananchi wamejifungia majumbani mwao na shughuli za kiuchumi zimesimama kabisa. Serikali inaweza kupata fundisho gani katika hili? Kwa kweli kwamba si jambo zuri, kwa sababu watu wengi ambao walitegemea kuwa na shughuli mbalimbali za uzalishaji na shughuli za kujiingizia kipato, hasa maisha ya wengi ambao wanategemea kila siku watoke ili waweze kupata riziki zao, kwa kiasi fulani yameathirika pakubwa kwa kutokana na shughuli nyingi kutokuendelea katika hali ya kawaida kwa sababu ya ile hofu iliyokuwa imejitokeza. Hicho ndicho ambacho kinapeleka pengine ujumbe kwa serikali kwamba ni wakati sasa wa kufanya jitihada za wazi na za haraka kuweza kuhakikisha kwamba wanapiga hatua ambayo itaonekana kwa Watanzania wote kwamba sasa kuna uelekeo ambao tunakwenda, na uelekeo ambao tunapaswa kama taifa kwenda ni lazima kukaa mezani na kujaribu kuweka changamoto zote ambazo zinaibuliwa na wananchi, na changamoto zote ambazo pengine na yenyewe serikali huwa inazieleza kwa upande wake, zikaweza kuwekwa mezani na kujadiliwa ili kupata mwafaka wa pamoja wa kitaifa, ili hali kama hii ya watu kupata hasara na wengine kukosa riziki zao za kila siku katika shughuli zao za uzalishaji na biashara ndogo ndogo isiweze kujirejea. Ndio, umeelezea mambo mbalimbali ambayo serikali inapaswa kuyafanya ili kurejesha imani iliyopotea kutoka kwa wananchi wake. Na unadhani ni hasara gani ambayo inaweza kupatikana kwa serikali ama kwa taifa ikiwa watawala watakaidi wito huo? Hasara kubwa ni kwamba hali kama hii ikiendelea inaweza ikachochea machafuko, ikachochea hali ya ukosefu wa usalama, jambo ambalo madhara yake kiukweli yatakuwa si tu kwa uchumi na ustawi wa nchi kwa ujumla, lakini pia hata familia moja za Mtanzania zinaweza zikajikuta zimepata madhara haya, aidha ziwe zimeshiriki ama hazitashiriki katika kile ambacho kitakachokuwa kimejitokeza. Licha ya kuziathiri familia za Watanzania wenyewe, lakini pia hata taifa lenyewe huwa linaingia doa na linajikuta kwamba ile haiba yake, namna ambavyo linatazamwa na mataifa mengine ama na taasisi zingine za kimataifa, inaweza ikaingia doa kutokana na hali kama hiyo kujitokeza. Kwa hiyo upo umuhimu wa serikali pamoja na wananchi kuona kwamba kwa maslaha mapana na ustawi na maendeleo ya taifa lazima wakae chini pamoja ili waweze kutafuta muafaka wa namna gani ambazo tunaweza tukavuka kutoka katika hali tuliyokuwa nayo sasa na tukasonga mbele katika mazingira ambayo kila mmoja ataridhika na kile ambacho kitakachokuwa kimeamuliwa, ili mambo mengine yaweze kuendelea katika hali ambayo inatarajiwa kuleta manufaa makubwa zaidi kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Ni Said Msonga huyo, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, nilipokuwa nasema jamani, achaneni na habari za maandamano, fanye kazi, maisha mengine yaendelee tarehe 7. Kwa wanangu, hichi ndio tunataka hichi. Kwa hiyo wanajiita wanaharakati wa nje ya nchi, ndio wanachokuwa wanahamasisha nyie muandamane ili nchi yetu ikose mapato,
sisi tukose kufanya kazi, tupate riziki zetu, mambo yasiende. Imagine leo ni Jumanne, sio weekend. Hii siku ya Sabasaba, miaka mingine biashara za zinaendelea. Hapa kuna saluni, pale kuna nini, kuna duka la accessories za magari. Mambo hayaendi. Kwa mwanangu ndio mko mnahamasishwa ili tukose riziki, nchi ikae kimya kama hivi. Hata kama watu wajatoka ndio na sisi tunasema wasitoke, watu watoke kufanya kazi zao kama kawaida. Kwa hiyo wanangu, mmeogopesha Watanzania wenzetu, biashara zimefungwa, mambo hayaendi, tunahitaji mahitaji yetu hatuyapati. Kwa hiyo wanangu, hiki ndio mchokoa mnakitaka. Vijana wapati hela, mchongo na feli leo sababu ya mliogopeshwa. Kwa wanangu, mlikuwa mnaambiwa mtumie akili, achaneni na maandamano. Ndio mkamaka tukae kwenye hali hii. Leo unakuja unataka huduma fulani uipati. Kwa hiyo hicho ndio mnahamasishwa kwamba andamaneni ndio ili nchi isifanye kazi yetu. Wanangu, Watanzania kuweni makini sana na hama wanajiita wanaharakati. Watakupotezeni wewe na familia yako, ndio mtaje kutoana huko kituo polisi au pigwe shaba ufe sababu wasendeeni. Ni tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni siku ya Sabasaba ambayo kwa kawaida ni siku ya maonesho, sikukuu. Kawaida ni public holiday ambapo watu wanakuwa wamepumzika, lakini jiji la Dar es Salaam linafahamika kuwa ni jiji la biashara na mara nyingi watu wanakuwa kwenye heka hasa asubuhi. Moja ya barabara ambayo inakuwa ina msongamano wa magari, inakuwa ina msongamano wa watu ni barabara hii ya Sam Nujoma, lakini kwa asubuhi hasa na hasa kuelekea pia upande huu wa Mlimani City ni upande ambao kwa asubuhi unakuwa una foleni. Sio eneo hilo tu, eneo la kuanzia Mlimani City kuelekea Goba Center asubuhi, unapotoka hapa Mlimani City unapopita kama unaenda Survey alafu njia ya chuo unaiacha unaanza kwenda Goba, ni sehemu ambayo imekuwa ikiwa ina foleni asubuhi. Mara nyingine zinapita gari hata katika njia mbili kwa asubuhi, hata njia tatu kwa ile asubuhi, na traffic huwa wanakuwa wamekaa maeneo haya kutokana na foleni ambayo inakuwepo. Lakini kwa siku ya leo utashangaa hakuna hiyo foleni, ni utulivu na ukimya mkubwa kuanzia eneo lote la Mlimani City, ni barabara Mlimani, lakini mpaka unakwenda Goba ni ukimya mkubwa kwa asubuhi hii majira ya saa 1. Bado tunaendelea kusanya taarifa zaidi kutokana na siku hii ya leo ya Sabasaba. zote. Safi zote.